Maziwa ya ng'ombe, wakati ni chakula pendo kwa walio wengi. Kuna mtu kimkataza kunywa maziwa ya ng'ombe anaona vipi tena bado kunitesa hapa duniani. Lakini kuna baadhi ya tafiti ambazo zinatuonyesha kwamba maziwa ya ng'ombe yanahusiana na baadhi ya magonjwa. Na baadhi ya tafiti zimekuwa ikikataza kwa baadhi ya wagonjwa kutokuweza kutumia maziwa ya ng'ombe ili waweze kupata uponyaji. Ni nani ambaye haruhusiwi kutumia maziwa ya ng'ombe? Niko hapa leo kukufahamisha wagonjwa 20 ama watu ambao wanatakiwa, kama una magonjwa kati ya haya 20 ambayo naenda kuyataja, basi uweze kukwepa maziwa ya ng'ombe, kwa sababu kama utaendelea kutumia maziwa ya ng'ombe na una changamoto za magonjwa haya, sahau kupona, kwa maana kwamba itakuwa ngumu sana kujinasua na yamkini hali yako ya ugonjwa ikaendelea kuwa mbaya zaidi. Uko na Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Twende sambamba katika kuangazia magonjwa 20 ambayo kwa wagonjwa hao kama wameyapata wanatakiwa wakwepe maziwa ya ng'ombe. Kuna wagonjwa kadhaa ambao kama wana magonjwa kati ya haya na kama ni miongoni mwao, basi maziwa yaweka pembeni. Namba moja kabisa ni mgonjwa yoyote ambaye anahangaika na vidonda vya tumbo. Mwanzo tulikuwa tunashauri kwamba watu wenye shida vya tumbo tumie maziwa, lakini miongozo na tafiti ziko clear, zimenyooka kwamba maziwa ya ng'ombe sio mazuri sana kwa mgonjwa mwenye shida ya tumbo, kwa sababu yanataongeza wingi wa asidi, kwa sababu ya wingi wa protein iliyopo katika maziwa hayo. Kwa hiyo kwa sababu ya wingi wa protein ambao huu unachochea habari za asidi, habari za mafuta, bila kusahau wingi wa madini ya calcium ni mengi sana kwenye maziwa ya ng'ombe, na pia kuna namna ambavyo huwa na ongezeko la asidi kwenye tumbo. Kwa hiyo kama una shida ya tumbo, chonde kama mbali na maziwa ya ng'ombe. Mgonjwa namba 2 ambaye anatakiwa kwepa maziwa ya ng'ombe ni mgonjwa yoyote ambaye anapambana na issue ya acid reflux au GERD, gastroesophageal reflux disease. Kama una changamoto ya asidi, kwamba asidi inapanda kuja kwenye mmea wako, kuja mpaka kwenye koo, na unahisi inakusumbua sana, chonde maziwa haya haikufanya vizuri. Kama utaenda kutumia maziwa ya ng'ombe na shida ya acid reflux au gastroesophageal reflux, hutoweza kufanikiwa kuweza kujitibia tatizo hilo. Ni vema uweze kuyakwepa maziwa ya ng'ombe, sio salama kwa upande wako. Mgonjwa namba 2 ambaye ataka kukwepa maziwa ya ng'ombe ni mgonjwa yoyote ambaye anahangaika na issue ya tumbo kujaa gas. Kuna mambo kadhaa. Moja ni kwamba maziwa ya ng'ombe huwa yako kwenye mzizi wa ukosefu wa choo, na ukosefu wa choo huwa ni kisababishi kikubwa sana ambacho kinapelekea tatizo la gas, kwa sababu chakula kimove kimetulia na bakteria wanachachisha sana na kuzalisha gesi nyingi. Na lakini fahamu kwamba walio wengi ukifuatia ambao na issue za gesi wana changamoto kutoweza kumengenya aina ya wanga iliyopo kwenye maziwa ambayo ni lactose. Kwa na lactose intolerance. Kwa hiyo ni vema kuweza kukwepa maziwa ya ng'ombe kama na issue ya gesi. Mgonjwa namba 4 ambaye anatakiwa kwepa habari za maziwa ya ng'ombe ni mgonjwa yoyote ambaye anapambana na shida ya ukosefu wa choo ama kupata choo kigumu. Why? Kwa nini ukwepe? Ni kwa sababu maziwa ya ng'ombe yamesheheni protini nyingi sana, sasa casein, ambayo ile kuna namna ambavyo huwa inapelekea hali ya allergy kwenye misuli hapo kwenye tumbo mpana, maana inasababisha misuli sometimes kuweza kuparalyze. Kwa kama unapambana na shida ya ukosefu wa choo, huwezi kujinasua kama bado unatumia maziwa ya ng'ombe. Lakini cha pili ni kwamba maziwa ya ng'ombe hayana makapi mno. Katika tafasiri hiyo, hakuna namna inaweza kusaidia katika kulainisha choo na kusababisha wewe kupata choo ambacho ni kilaini ama ndani ya wakati. Kwa hiyo maziwa ya ng'ombe iweka pembeni kama unaishi ukosefu wa choo ama kupata choo kigumu. Mgonjwa namba 5 ambaye anatakiwa akwepe maziwa ya ng'ombe ni mgonjwa yote ambaye ana shida hii ya ambayo kwamba ni IBS, irritable bowel syndrome, ambayo ni kundi la dalili, symptoms ambazo zinahusiana na matatizo ya mmeng'enyo. Inaweza tumbo kujaa gesi, tumbo kunguma na vitu vingine. Kwa mtu anakuwa na issue ya IBS, kama ana tatizo la IBS, irritable bowel syndrome, ni vema kuweka mbali maziwa ya ng'ombe. Sometimes masuala ya lactose, sukari hiyo kwenye maziwa ya ng'ombe, huwa inaweza ikahusiana na tatizo la IBS. Kwa hiyo ni vema ukae mbali. Mgonjwa namba 6 ni mgonjwa yoyote ambaye anahangaika na changamoto ya upungufu wa damu, anemia. Mgonjwa huyu inatakiwa kuwepa maziwa ya ng'ombe.
Na tumekuwa tukiona kwa mfano kama watoto ambao wanaishi upungufu wa damu, maziwa ya ng'ombe taka kae pembeni, ni kwa sababu zifuatazo. Moja, maziwa ya ng'ombe ni hana madini ya chuma. Kwa hiyo hakuna namna ambavyo inaweza kuongeza damu. Yaani tunasema kiwango cha madini ya chuma kwenye maziwa ya ng'ombe ni negligible, yaani ni kadha hakiba, hamna kabisa. Kwa hiyo ni hakuna namna ambavyo inaweza kusaidia katika ongezeko la damu. Lakini cha pili, uwepo wa madini mengi ya calcium kwenye maziwa haya huwa yanazuia madini ya chuma siweze kufyonzwa. Katika ufyonzaji wa virutubisho viwili hivi, madini ya chuma na madini ya calcium, madini ya calcium yanapokuwa ni mengi huwa yanapewa kipaumbele na sio madini ya chuma. Kwa kama unahangaika katika kuongeza wingi wa damu, huwezi kufanikiwa kama unatumia maziwa ya ng'ombe. Ndio maana jamii ya wafugaji nyingi zinahangaika na tatizo la upungufu wa damu kama Wamasai. Kwa hiyo ni changamoto nyingine ambayo tuvifahamu. Kwa kama una issue ya upungufu wa damu, usitumie. Mgonjwa wa namba 7 ambaye anataka kwa maziwa ya ng'ombe ni mgonjwa yoyote ambaye anahangaika na tatizo lolote na aina yoyote ya saratani, kansa. Inaweza ni kansa ya koo, inaweza ni kansa ya tumbo mpana, kansa yoyote. Inaweza ni kansa ya damu, lakini neno kansa, kama una saratani yoyote ambayo inakusumbua na bado unatumia maziwa ya ng'ombe, huwezi kufanikiwa kujinasua, ikapelekea hali yako kuendelea kuwa mbaya. Ni kwa sababu tu ya wingi wa protein, ambao ukiangalia kwa baadhi ya tafiti nyingi, protein hii kuna namna ambavyo huwa inarisha zile seli za kansa. Kwa hiyo fuatilia kiundani zaidi, kuna tafiti nyingi ambazo zinatumikisha design hiyo, ndio maana wanakataza maziwa ya ng'ombe kwa watu ambao wanachangaika na swala la saratani. Mgonjwa namba 8 ambaye anataka kuwepo maziwa ya ng'ombe ni mgonjwa yote ambaye anahangaika na tatizo la mifupa, hasa osteoporosis. Wengi wanakuwa na changamoto hii ya mifupa, wanadhani kwamba anahitaji madini ya calcium kwa maana kwamba isaidia kwenye issue ya mifupa, lakini naomba nikuhakikishie wewe ambaye ana changamoto ya osteoporosis, kama unatumia maziwa inaanza kazoofisha mifupa zaidi pasipo bila kusaidia. Na nikufahamisha kitu kingine kwamba wakati unatarajia kwa madini ya calcium yatasaidia, maziwa kiasili ni asidi. Unapokuwa unatumia maziwa mengi au unapokuwa unakunywa maziwa, huwa naongeza uasidi kwenye damu. Kwa kuwa madini ya calcium ni alkaline, baada ya kusema kwamba yakaenda kusaidia kwenye mifupa, mara nyingi huwa yanakuja kupunguza ule uasidi kwenye damu yako, na mwisho wa siku hupati madini ya calcium ambayo yanaweza kuhifadhiwa. Na baadhi ya tafiti zimeendelea mbaya zaidi kwamba unapokunywa maziwa huwa hata yale madini ya calcium yapo kwenye maziwa hayatoki kupunguza ule asidi ambao unakuwa umesababishwa na ile maziwa yenyewe kwenye damu. Hivyo huwa inapelekea wakati mwingine baadhi ya madini kutoka kwenye mifupa kama madini ya calcium na magnesium kuja neutralize kupunguza ule asidi kwenye damu. Kwa hiyo maziwa sio mazuri sana kwa mtu ambaye anapambana na issue ya mifupa. Namba 9 ni habari za mawe kwenye mfuko wa nyongo. Kwa mgonjwa yote ambaye anahangaika na gallstone, mawe kwenye nyongo, inatakiwa kuepuka matumizi ya maziwa. Kwa nini? Mawe kwenye nyongo, fahamu sio kwamba ni kokoto ama ni mawe ya kawaida ambayo unafahamu wewe, bali ni cholesterol ambazo zimeweza kuganda na kushikamana. Katika tafasiri hiyo, maziwa, uwepo wa saturated mafuta ambayo yanaganda kwenye maziwa huwa ni malighafi kwa ajili ya kuzalisha cholesterol ndani ya mwili, lakini fahamu kwamba maziwa pia natural pia na cholesterol. Kwa hiyo kuna namna ambayo itaweza kuongeza wingi wa cholesterol ambayo tayari kwa kunakuwa na changamoto hizi hama kwenye mfuko wako wa nyongo. Kwa hiyo hayakufanya vizuri sana, kwa hiyo kabidi maziwa kae pembeni. Mgonjwa namba 10 ambaye atakaofahamu ni mgonjwa yote ambaye anahangaika na ugonjwa wa moyo, heart disease, na magonjwa ambayo yanaathiri mishipa ya damu, atherosclerosis. Mgonjwa huyu naye pia haruhusiwi kutumia maziwa ya ng'ombe kwa sababu ya wingi wa mafuta ambayo yanaganda, ambayo ni saturated fat, ambayo huwa kuna namna ambavyo huwa na athiri afya ya mishipa ya damu, lakini pia kwa sababu ya uwepo wa issues za cholesterol. Kwa hiyo kama una issue ya magonjwa ya moyo, kama una heart disease, kama una heart failure, kama umeshapata issue za atherosclerosis, basi ni vema uweze kukaa mbali na issue ya maziwa. Mgonjwa namba 11 ni mgonjwa wa kisukari. Mgonjwa wa kisukari, nafahamu wengi wamekuwa wakitumia maziwa ya ng'ombe kama sehemu ya kifungua kinywa, kwa maana kwamba anaona kwamba kutumia chai ambayo ina sukari, anaona kwamba hawezi kuvumilia ama hawezi kabisa. Kwa hiyo inamlazimu kuswitch kwenda kwenye maziwa ya ng'ombe kama mbadala. Lakini kwa maana kufahamisha tu kwamba maziwa ya ng'ombe sio mazuri sana kwa mgonjwa ambaye ana shida ya ugonjwa wa kisukari kwa sababu ya wingi wa mafuta. Na ifahamike tu kwamba kinachosababisha kisukari hasa kama aina ya pili ni mmulikano wa mafuta mengi sana. Ndio maana mtu mnene ni mhanga mkubwa sana wa ugonjwa wa kisukari.
Kwa hiyo unapokuwa unatumia maziwa sio kitu kizuri sana. Najua watu wa kaskazini, Kilimanjaro na Arusha ni watu ambao wamezoea sana kutumia maziwa ya ng'ombe, lakini fahamu kama unagonjwa kisukari sio nzuri sana. Kuna issue ya stroke. Kama una kiharusi, maziwa pia sio mazuri sana kwa upande wako, na ni kwa sababu tu kuangalia mfumo wa stroke ni kwamba mtu huyu unakuta ni ile mishipa ya damu ndio ambayo imeziba kwa sababu ya yale majibu, zile plaques ndio zimerupture, ndio zimepasuka. Na ukifuatilia chanzo ni mafuta ambayo yanaganda, ambayo kwa mfano hapo kwenye masuala ya maziwa pia na masuala ya cholesterol pia hapo kwenye maziwa, vyote vinaathiri mishipa ya damu, ambayo mwisho wa siku kama imetokea ile blockage ama kuziba kwa ile mishipa, kwenye mishipa ambayo sasa kwenye brain, unaisha kupata issue ya stroke. Kwa hiyo kama unapambana na issue ya stroke ama kiharusi, ni vema kukwepa maziwa ya ng'ombe. Namba 13 ni mgonjwa yoyote ambaye anahangaika na ugonjwa wa figo na mawe ya kwenye figo. Kidney disease na kidney stone. Wagonjwa ni wagonjwa ambao natakiwa fahamu kwamba natakiwa kukwepa maziwa ya ng'ombe kwa sababu ya wingi wa protein nyingi sana, na figo tayari zishapata changamoto, hazina namna ambazo zinaweza zikahandle issue ya protein. Na ndio maana sometimes nasema kwamba wagonjwa wenye shida za figo nitakiwa wapunguze kiwango cha protein, japo kuna baadhi kulingana na stage walionayo huwa wanashauriwa kwamba waweze kuongeza kiwango cha protein. Lakini protein ambayo ni bora sana kwa mgonjwa ambaye ana shida ya figo ni protein kutokana na mmea. Kwa wale wanatumia maziwa, walio wengi hawa wanaisha kupata issue za kidney failure. Kwa hiyo naomba ufahamu kabisa kama una issue za figo au kama una ugonjwa kama una ugonjwa wa figo, ni ufahamu kabisa kwamba maziwa hayafanyi vizuri. Mawe mara nyingi haya unakuta ni mawe, si mawe ya kawaida kama unafahamu wewe, bali kwa mara nyingi unakuta ni mawe kama kani ambayo unakuta ni calcium na vitu kama oxalate ndio vimeungana vitengeneza hivyo crystal ambayo vinatoka kama mawe. Kwa hiyo na maziwa yana kiwango kingi cha calcium. Kwa hiyo kama una issue ya mawe kwenye figo, sio wazo sana kunywa maziwa ya ng'ombe. Mgonjwa wa 14 ambaye atakayekwepa maziwa ya ng'ombe ni mgonjwa yote ambaye anahangaika na issue ya gout. Kama una changamoto ya gout, ni vema uweze kukwepa maziwa ya ng'ombe kwa sababu maziwa ya ng'ombe yanaongeza kiwango cha uric acid ambao kwako tayari zinakwenda zinaform zile crystal kwenye joints zako na kusababisha maumivu. Kwa hiyo ni vema uweze kukwepa maziwa ya ng'ombe. Namba 15 ni mgonjwa yote ambaye anahangaika na tatizo la baridi yabisi, rheumatoid arthritis. Kwa hiyo kama una shida ya hii la rheumatoid arthritis, ni vema uweze kukwepa kwa sababu ya wingi wa protein ambao unaweza kutrigger habari za inflammation kwenye joints na kusababisha maumivu makali sana. Kwa hiyo ni vema uweze kukwepa maziwa ya ng'ombe kama una tatizo la rheumatoid arthritis. Mgonjwa wa 16 ambaye anatakiwa kukwepa maziwa ya ng'ombe ni mgonjwa yote ambaye ana shida ya upungufu wa mbegu. Wale ambao wana changamoto ya mbegu chache, oligospermia, inatakiwa waweze kukwepa matumizi ya maziwa. Na tuna tafiti nyingi ambazo zinajaribu kuonyesha kwamba wale wanaume ambao wanahangaika na shida ya mbegu chache, wengi ukiangalia kwamba ilikuwa nikiangalia kwenye ile tafiti, natuambia wazi kwamba ilikuwa ni watumiaji wakubwa sana wa hizi dairy products kama mayai na maziwa kwa sababu ya wingi wa estrogen. Lakini fahamu kwamba masuala ya lactose kuna namna ambavyo ina affect habari za uzalishaji wa mbegu. Kwa kama una changamoto hii, ni vema uweze kuanza kujitibia, na kama utaona kuyarudisha it is fine, lakini kama umeshakuwa na mbegu hizi chache, basi epuka maziwa. Kuna namba 17 ni mgonjwa yoyote ambaye anahangaika na uvimbe kwenye mfuko wa uzazi, hasa issues za fibroid. Maziwa ya ng'ombe yana kiwango kingi cha estrogen, na walio wengi wenye shida ya fibroid, walio wengi wana changamoto ya estrogen dominance, ambapo unakuta estrogen nyingi sana ziko juu na inasababisha ule uvimbe au inasababisha ule ukuta wa mfuko wa uzazi uterus kutokuweza kujengeka vizuri na kuwa na vinundu hivyo, namba ni fibroid. Kwa hiyo ili uweze kujinasua, ni lazima solve issue ya estrogen, ambapo namba 1 ni kuondoa hiki chakula ambacho ni maziwa. Namba 18 ni mgonjwa yote ambaye anapambana na mpanguko wa hormone imbalance. Maziwa kuna namna ambavyo yanachochea habari za hormone imbalance, kwa sababu maziwa naturally yana hormone pia, ndio mametengenezwa kwa ajili ya kumlisha ndama. Kama ilivyo kwa yai huwa inateta kifaranga, kwa that no way kwamba utakuta kwenye yai hakuna hormone.
Kwa hata kwenye maziwa pia kuna homoni. Kama hivyo kwa maziwa tu ya mama au ya binadamu yana homoni, pia hata maziwa ya ng'ombe pia yana homoni na estrogen zipo za kutosha kwenye maziwa. Kwa hiyo kama unapambana na issue ya mpanguko wa homoni, ni wazo zuri sana kuweza kukwepa masuala ya maziwa. Kuna 19 ni mgonjwa yote ambaye anahangaika na mafuta kwenye ini, maziwa hayakufai. Ni vema kuweza kukaa pembeni. Na hapo inaenda sambamba na wale ambao wanakuwa na changamoto ya homa ya ini. Haya maziwa kuna namna ambavyo yanaweza yakasaidia survival ya wale virus ambao wanahusiana na masuala ya homa ya ini. Kwa hiyo ni vema kuweza kukwepa maziwa ya ng'ombe. Mwisho kabisa, namba 20 ni mgonjwa yote ambaye ana changamoto ya ongezeko la mafuta ya rehemu, cholesterol. Wale wagonjwa wote ambao wanapambana na hypercholesterolemia, ambayo mafuta yanakuwa mengi au mafuta ya rehemu, ni vema uweze kukwepa maziwa ya ng'ombe. Kwa nini? Ni kwa sababu maziwa haya ya ng'ombe yamesheheni saturated fat, mafuta na oganda ambayo ni malighafi ya kutengeneza cholesterol, lakini maziwa haya pia yana cholesterol yenyewe naturally kiasili, na wakati huo pia uwepo wa protein nyingi sana, animal protein pia ni moja ya malighafi pia sometimes ambayo pia huwa yanatumika kutengeneza cholesterol ndani ya mwili wa binadamu. Ukifuatia katika biochemistry ya kawaida ya virutubisho hivi katika utengenezaji wa mafuta ya rehemu mwilini, malighafi huwa zipo kuu mbili, ambayo ni mafuta na oganda na pia na protein. Protein kwa nyama ni malighafi, na pia na mafuta ambayo yanaganda haya na saturated fat huwa pia ni malighafi ya kutengeneza cholesterol. Hiyo ni mbali na cholesterol yenyewe ipo kwenye chakula hicho ambayo inakuja pia kuongeza cholesterol. Kwa hiyo fahamu kwamba kama issue ya ongezeko la mafuta ya rehemu ambayo ni cholesterol, ni vema uweze kukwepa maziwa ya ng'ombe. Nilihitaji kufahamisha tu hii habari njema, licha kuwa kwamba unapenda kunywa maziwa, lakini fahamu kama ni mhanga wa magonjwa haya, kati ya haya hata moja ni kamba zana na maziwa. Nikushukuru wewe kwa kuitazama video yangu. Ulikuwa na Maren pale, nutrition specialist. Nikutakia wakati mwema. Kwaheri.